Kati ya maswali ambayo yamekuwepo yakiulizwa ni kuhusiana na vigezo au sababu zipi ambazo zinamfanya kocha Nasreddine Nabi kuweza kumwanzisha Fiston Mayele katika kila mchezo, yani kwa nini, na kuna washambuliaji wengine ambao hawapati nafasi ya kuweza kuanza katika kikosi cha kwanza. Kuna vitu gani ama kuna nini ambacho yuko nacho, kuna special gani? Hayo ni maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa sana kuhusiana na Fiston Mayele. Kiwango chake kimekuwa bora zaidi ndani ya Yanga kwa msimu wake wa kwanza, na amewafurahisha mashabiki na kuisaidia timu hiyo kuweza kupata matokeo ushindi karibia kwenye kila mchezo amehusika kwenye ushindi. Karibu sana kama ni mgeni kwa mara ya kwanza umeanza kutufuatilia, big up sana kwanza kwako. Alafu baada ya hapo na kukumbusha uweze kujiunga sasa kwa subscribe. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kuweza kufikiwa na taarifa hizi na ripoti zetu mbalimbali popote pale ambapo utakuwepo, na mimi nipo tayari kuweza kukujuza au kukupa taarifa ya vile ambavyo vinaendelea, yale ambayo yanaendelea kwa hivi sasa ndani ya timu ya wananchi Young Africans. Labda kabla ya yote kwanza nikukumbushe kile ambacho amewahi kuweza kukizungumza kocha Nasreddine Nabi kuhusiana na nafasi ya Rite Makambo ndani ya kikosi cha Yanga pamoja na Fiston Mayele. Nikukumbushe pia Yanga mchezo ambao uko mbele yao watacheza dhidi yao na KMC. Sasa kocha Nasreddine Nabi ameshawahi kuweza kuzungumzia kuhusiana na kwa nini Fiston Mayele katika kila mchezo, alafu baada ya hapo ni kuongezea na siri nyingine ambazo ameweza kuweza kuziongezea tena na kukazia kuhusiana na jambo hilo. Du victorieux, faut être sportif et savoir donner les mérites des autres du travail qu'ils font, même si le résultat ne marche pas en leur faveur. Faut respecter les efforts des autres collègues et tout ça. Et si j'ai dit ceci, c'est parce que je rencontrais cette équipe Sugar United, le premier match, et j'ai vu son niveau, et aujourd'hui je jouais contre elle et j'ai vu la progression énorme. Donc c'est le mérite de travail du coach, le mérite des efforts des joueurs. Et moi je suis honteux de parler de moi, je n'aime pas parler de moi. Peut-être j'ai des meilleurs joueurs que lui, qui fait que on a gagné, mais dans le football il faut sortir de oui on a gagné et dire avoir de la réflexion et dire quand même il y a des gens qui travaillent, sont sérieux, et là je tiens mon chapeau au coach là pour le travail et la progression qu'il a fait pour son équipe. Anasema kwanza kwenye michezo inabidi kuwa na hiyo spirit ya kumpongeza mwenzio, hata kama matokeo yametoka mazuri upande wako, lakini umpongeze pia yule ambaye umekutana naye, sababu ndo mchezo wa mpira wa miguu ulivyo. Akikumbuka mechi ya kwanza alicheza nao huko Kagera, na leo jinsi amecheza nao amekuta kuna mabadiliko tofauti na jinsi walivyocheza mechi ya kwanza. So ni kitu ambacho cha kumpongeza kocha wa timu ya Kagera na wachezaji wake pia, sababu coach Baraza Francis coach Baraza Francis na wachezaji wake kwa jumla kwa kazi ambao wanaoifanya, sababu kuna mabadiliko makubwa ambao ameona kwenye timu ya Kagera Sugar. Sio sababu yeye anaweza kana wachezaji ambao ni bora kuwazidi wale, lakini hapana, wale na wao wana wachezaji wazuri na wamefanya mabadiliko makubwa tofauti na mechi ya kwanza iliyopita. Swali la kwanza, il dit Saido a marqué 6 buts et 5 passes décisives au moment où il n'avait pas bien commencé la saison. Comment vous parlez de ça? Il y a pile Saido. Ok. Deuxième question.
la performance de Mayele, ça change du jour au jour. Depuis qu'il a commencé les saisons, il est toujours au top. Est-ce que vous trouvez qu'il peut finir meilleur buteur de cette saison? On n'a pas de doute sur la qualité du joueur Saïd. Nimekukumbusha tu kuhusiana na kile ambacho ameweza kukizungumza kocha Nasreddine Nabi. Sasa vitu vingine ambavyo na kuongezea ameweza kuvitaja, na anasema kwamba ni mambo muhimu ya Fiston Mayele ambayo anayafanya, na hayo ndio ambayo yanamwezesha kuweza kupangwa katika kikosi cha kwanza. Ni mfungaji namba 1 kwa sasa hivi ndani ya kikosi cha Yanga. Nabi anasema kwamba Mayele ana mambo mengi ya muhimu ambayo anafanya kabla ya mechi na kwenye mechi, ikiwa ni pamoja na nidhamu pamoja na juhudi katika mazoezi. Nidhamu lakini pia juhudi katika mazoezi. Anasema Mayele ni mchezaji mzuri. Unaona kwamba anaanza kikosi cha kwanza kwenye mechi nyingi kwa sababu ana nidhamu, pia amekuwa akitoa ushirikiano kwa wachezaji pamoja na juhudi mazoezini na hata kwenye mechi pia. Kwa hiyo ni dhamu hapo imetajwa kwamba imemfanya pia kuendelea kuweza kuwepo katika kikosi hicho cha kwanza. Anasema hivi, akianza kwenye mechi amekuwa akiweza kufunga na wakati mwingine amekuwa akitoa pasi za mabao. Hivi ni vitu alivyo navyo, na kila mchezaji ni muhimu kwenye kikosi hilo. Kila mmoja analitambua, kila mchezaji ana umuhimu wake, ila kwa Mayele hivyo ni vitu ambavyo vina mbeba na kuweza kumfanya kupata nafasi ya kuweza kuanza katika kikosi cha kwanza. Haya, sifa ndo hizo bwana. Mchezo ulioko mbele yao, Young Africans watacheza dhidi yao na KMC. Sabu zinapigwa nyingi, namna gani ambavyo wanaweza kuweza kupata matokeo ya ushindi, na kwao sasa hivi wanasema kila mchezo ni finali, yani hakuna kuchukulia poa. Mchezo wote ambao wanaucheza wanapigana kufa na kupona kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ya ushindi au wanapata alama 3 muhimu kwa kikosi, na kwa kufanya hivyo itawasaidia kuweza kutimiza malengo kwa msimu huu ambao wameweza kuweza kujiwekea. Semaji unamzungumzaje Fiston Mayele? Anastahili kwenye kila ambacho anazungumziwa na kocha ambacho anakiri kwamba nidhamu yake inamfanya kuweza kupangwa katika kikosi, lakini hata kiwango chake ambacho amekuwa nacho ni bora zaidi kwa msimu huu. Maoni yako utayaacha, mimi kazi yangu itakuwa ni kupitia kila ambacho umekiandika na kuweza kukifanyia kazi. Nikukumbushe uweze kujiunga pia kwa kusubscribe. Big up sana kwa kuendelea kuweza kufuatilia baadaye tena.